all the way kutokea Kigali. Yes, ni siku ya tarehe 31 sawa na Aljuma, tulivu kabisa ndani ya Kigali, Rwanda, ikiwa tunaendelea na ripoti zetu kutoka katika kambi ya Simba Wekundu wa Msimbazi hawa ambao jana nilikuwa katika mazoezi ya mwisho, kwa kuna vitu hapa vya kuviangalia, lakini kabla ya mazoezi ya mwisho pia tulikuwa na press conference, tulizungumza na kocha Steve Barker kuelekea mchezo dhidi ya Singida ambao unakwenda kupigwa leo saa 1 kamili kwa saa za hapa Kigali, lakini ni saa 2 kwa saa za nyumbani Tanzania. Sasa kuna vitu vya kuviangalia hapo. Miongoni mwa stories ambazo tunakwenda kuziangalia au vitu ambavyo tunakwenda kuvigusa moja kwa moja ni nyota ambao wanakwenda kucheza katika siku ya leo hii. Amezungumza kocha Steve Barker kwamba leo hii ndo siku ya kwenda kumuona Ibrahim Jabbar, atampa dakika za kucheza, huenda ikawa kwenye kuanza au kutokea bench. Huyu ni nyota ambaye wana Simba hawajamuona na naamini wanatamani kweli kumuona kutokana na performance ambayo anaionyesha. So kutokana na maelezo ambayo anayapata kutokea kwenye uwanja wa mazoezi, jukwaa hili pia limekuwa mbele katika kuelezea namna ambavyo Ibrahim Jabbar amekuwa na performance bora kabisa katika michuano, katika uwanja wa mazoezi wa Simba this campaign. So watu watakwenda kumuona Ibrahim Jabbar, wategemea kwenda kumuona Ibrahim Jabbar katika mchezo wa leo dhidi ya Singida Black Stars. One of the best midfield ya ulinzi, ni kiungo bora kweli kweli. Lakini kama haitoshi, viungo wa Simba katika eneo la kiungo cha kiulinzi, hapa nisha kuzungumza katika moja session huko nyuma kwamba timu ilikuwa ina struggle katika eneo la kiungo cha kiulinzi, yani walikuwa na viungo wa kiulinzi muda mrefu sana walikuwa na changamoto. Na unajua last time kuwa na ile defensive midfielder pase kwenye cost cha Simba ilikuwa ni James Kotei at that point. Just imagine James Kotei kapitalini. Kotei alikuwa na performance bora sana katika hilo eneo. Baadaye wakabadilishwa viungo wengi hapo, wakasajiliwa wa ndani na wa kigeni. Akina Nasoro Kapama walipita hapa, wa kigeni akina alipita hapa akina Ismail Sawadogo, Jonas Mkude alikuwepo, akiitwa Nungunungu kutokana na tabia yake ya kucheza kituoni. Yes, kwa hiyo wamepita viungo wengi katika hilo eneo, lakini baadaye kuna makocha walijaribu kumtumia hadi Okra alikuwa anarudishwa kucheza kama kiungo cha kiulinzi. Yote ilikuwa ni changamoto ya kiungo cha kiulinzi. Sasa miongoni mwa vitu ambavyo vimetatuliwa kabisa kwenye kikosi cha Simba kwa sasa ni kiungo cha kiulinzi. Yes, kiungo cha kiulinzi kimetatuliwa kabisa. Wana viungo wa ulinzi wengi, Yusuf Kagoma, Kevin Nation Naftar, wana Ibrahim Jabbar, wana Daudi Semfuko. Hawa ni viungo 4 wa kiulinzi kwenye kikosi cha Simba. Na kama haitoshi, katika session ya jana ya mazoezi walikuwa na special task, yani walikuwa wamechukuliwa, wanafuliwa, wanaandaliwa ili waweze kushow up, ku-add buzz katika uwanja wa mazoezi. Kwa hiyo kulikuwa kuna ring ndogo ambayo imewekwa kwa ajili ya hivyo. Ring yenyewe ni hii hapa, unaweza kaiona hapo, nimekuwekea. Yes, kwa hiyo
ukiangalia hapo unaona namna ambavyo Steve Barker anavyotengeneza bomu katika eneo la kiungo kwa kile ambacho anataka kukionyesha. Sasa mechi ya leo, Steve Barker mwenyewe pia alizungumza kwamba mechi ya leo ni heshima. Leo ni heshima. Simba mpaka sasa hivi tunapozungumza ana alama 2 tu katika kundi lake. Nafasi ya kuvuka ipo, ni ngumu ila ipo. Tumeshazungumzia kuhusu hilo. Sasa haijalishi mnyama anavuka au avuki. Leo ni heshima. Unajua watu wengi wa Tanzania ambao wanaiona hii timu hata hapa Rwanda wanaiona Simba inacheza, kuna ile picha ambayo wanaipiga kichwani kwamba labda Simba haiko sawa kwa sababu haijafunga goli hata moja, kwa sababu haijacheza kwenye level ambao maybe wenyewe walikuwa wanahitaji. Timu ambazo wamecheza nazo, mataifa ambayo wanatokea, wanapiga picha hapo, wanaona ni wapinzani dhaifu ambao wangeweza kuwafunga magoli mengi 5 6 hivyo, lakini mambo yamekwenda tofauti, wao wameshindwa kufanya hiko kitu. So kuna ile picha ambayo anaipiga kichwani kwamba inawezekana ikawa Simba msimu huu hawako kwenye ile daraja ambao wanafikiria, lakini sasa kimsingi Singida Black Stars huyu ndio mpinzani kamili wa Simba kwenye vitu vingi, kwenye level ya uwanjani, lakini pia kwa ile kujuana. Kwa hiyo mechi ya leo ni zaidi ya mechi. Ni zaidi ya mechi ya dakika 90 kutafuta kuqualify kwenda hatua inayofuata. Ni mechi ya kurudisha imani kwa mashabiki. Wale mashabiki ambao wana wasiwasi na timu yao. Sasa Singida ni aina ya wapinzani wa ligi kuu ya NBC, wale wapinzani strong, tough. Singida ni miongoni mwao. Kwa hiyo hapa manake leo mashabiki wanataka kwenda kuambiwa plani ya Simba kwenda kuwaambia mashabiki kwamba hii ndio Simba yenu. Mnayoiona hapa ndio Simba yenu, na hii ndio test ilivyo kuelekea Simba Day. Na hiyo inaenda pia kuchangia pia hata mauzo ya ticket ya Simba Day kutokana na kile ambacho wanakwenda kukionyesha. Of course Simba Day watajaza tu kwa sababu ni kawaida yao, lakini mchezo wa leo ni mchezo maalum kwa ajili ya kurudisha heshima ya Simba. Haiwezi kuwa nyepesi, haiwezi kuwa rahisi. Kwa nini? Kwa sababu Simba hata kama anashinda hiyo mechi pia kwenye eneo la kuqualify anakuwa na alama 5. Singida anahitaji kushinda hiyo mechi, anakuwa na alama 6. Lengo lake kule mechi ya Jamus na Mogadishu City, chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo ile mechi ikitokea Jamus kashindwa kushinda, maana yake inakuwa advantage kwa yoyote katika hawa anayeshinda. Ila akishinda Simba anaenda, akishinda huyo Mogadishu City, akishinda huyo Singida Black Stars na mwenyewe anaenda. Kwa hiyo unaona kuna mazingira fulani hivi ya ugumu katika huu mchezo ambao anakwenda kuchezwa leo. Ukiangalia unawezekana ukaona tu ni mechi nyepesi, lakini ni mechi ambayo ina makini makubwa, ni mechi ambayo timu zote hizi zinahitaji kurudisha heshima yao, ambayo watu kama wameanza kuwabeza, hususan Simba. Unajua Singida tayari ashapata alama 3 kwenye mechi moja dhidi ya Mogadishu City ambao Simba alishindwa kumfunga. So watu wanataka kuona nini Simba anakuja nacho leo hii. Kwa hiyo huenda ikawa hata lineup ikawa ile iliyoshiba zaidi, ikawa tofauti kabisa. So tunasubiri tu muda utakavyosema mambo yatakuwa vipi, tutaona. Lakini hiyo ndio report kutoka katika uwanja wa mazoezi wa Simba, lakini pia na kuacha na mazoezi ya mnyama katika maandalizi yake, anajiandaa vipi. Angalia hivyo vipuli, angalia hawa wachezaji namna ambavyo wako fiti kuelekea katika msimu unaokuja. Anyways, hii ni Mzinga Sports. Usisahau kusubscribe, kucomment, kulike na kushare. Mpaka wakati mwingine kwenye ripoti nyingine kutokea hapa Kigali, Rwanda. Jambo,